tujifunze mambo yale Mungu angependa tufahamu siku ya leo kuhusu umiliki. Napoongea umiliki, bila shaka mnajua ya kwamba sisi kama waokovu hatushughuliki na dunia na mambo ya dunia na umiliki wake. Akili ya mteule sana sana imepaswa kuzingatia umiliki wa vitu vya mbinguni. Hapo ndipo akili yetu ilipo, na ndio sababu Biblia inazungumza na kusema usiogope wale wenye kuua mwili, kwa sababu mwili huu hata ukifa si hoja sana, maana mtu mwenyewe bado anaendelea katika safari. Sasa Biblia inasema ogopa atakayeua mwili, anayeweza kuua mwili na pia kuiua roho au kuingiza roho jehanamu. Someone who can go beyond this body. Kwa hiyo alafu kwenye Wakorintho pia imetuambia kwamba tusiviangalie vitu vinavyoonekana, bali tuangalie vile visivyoonekana, kwa sababu vile vinavyoonekana ni vya muda, lakini vile visivyoonekana ni vya milele. Kwa hiyo mtu anapookolewa, akili yake imeng'olewa kwa vitu vya kuonekana. Japo tupo katika mwili huu, tupo katika dunia hii, lakini investment yetu kubwa haipo kwenye dunia hii wala kwenye mwili huu. Tunatumia mwili huu na rasilimali za wakati huu kwa ajili ya kujenga maisha yajayo. Yule bwana aliyekuwa amelima akapata mazao mengi, akasema amefaulu sasa, kwa sababu atapanua ghala zake, ajaze chakula na aishi vizuri. Mungu alimwambia yeye ni mpumbavu, kwa sababu akili yake ilikuwa imeishia kwa vitu vya dunia. Yeye hakujitajirisha mbinguni. Kumbe mwanadamu anapokuwa hapa duniani anastahili kuwaza juu ya kule anakokwenda ambako ni kwa umilele. Kwa hiyo akili yetu inaangalia katika ulimwengu wa roho zaidi. Tunapookolewa tu tunaanza kutembea katika roho. Tunaambiwa enendeni katika roho, ndipo hamtatimiza tamaa za mwili huu. Tunaambiwa kwamba ukipanda katika roho utavuna uzima wa milele, ukipanda katika mwili unavuna uharibifu. Siku zote Mkristo mwokovu anaambiwa, elewa ya kwamba hapa ulipo ni kwa muda, tumia kwa hekima kujenga maisha yako yajayo. Ni fedha ulizonazo zitumie kujijengea makao kule, au kujijengea jina kule, kujijengea taji. Kwa hiyo unaona kwamba umebarikiwa na fedha, jiulize, je, ina faida yote inanipa mbinguni? Ya kwamba wewe sasa uweze kufanya nini? Kuinvest, kuwekeza katika ufalme wa mbinguni kwa hela ulionayo. Hela ni ya hapa hapa, lakini unaweza kuitumia kujenga mbinguni kule, kwa jinsi unavyomtolea Bwana kule unajenga. Pengine wewe ni mwanadamu, umepewa nguvu nzuri, umepewa talanta nzuri, lakini unapoitumia, pamoja na kwamba uko hapa, unaitumia na akili ya kujua ninajenga kule ninakokwenda. Hapa huenda nisiwe na jina sana, lakini jina langu nataka kule jina liwe kubwa zaidi. Sasa unakuta mtu anaweza kujitolea kuchafuka hapa, akakosa heshima kabisa, kwa sababu nakosa heshima ili nijijengee heshima kule, kuliko nipate heshima hapa duniani na kule sina kitu. Kama yule mtu ambaye anayetoa ili asifiwe na watu, amesifiwa hapa lakini kule hapaingii kitu. Kwa hiyo mtu mahesabu yake yamekoseka. Nitaja habari ya umiliki, na umiliki huu nikasema ya kwamba si umiliki vya vitu vya duniani. Ndiyo, hapa tutamiliki Mungu anapotupatia miliki, lakini umiliki ule tunauzungumzia zaidi, unaosumbua akili zetu zaidi, ni wa rohoni. Sasa tuende katika Luka 11 mstari wa 14. Naye alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka, yule bubu akanena, mkutano wakastaajabu. Pepo bubu. Tunapoongea habari ya umiliki, ni kwamba huyu mtu amemilikiwa na pepo, yeye mwenyewe ameumbwa anene, lakini kumbe pepo bubu inakuja inammiliki, inamfanya kuwa huyu ni wangu na hata nena.
huu mdomo na ufunga mimi, anakuwa possessed. That is why we say he is possessed. Kiswahili wanasema kupagawa, lakini kwa maneno mengine ufasaha yani ya rahisi zaidi kwa lugha ya haraka, kupossess something ni kuimiliki. This is my possession, I possess, ni yangu. So when we talk about demon possession, we mean this person is possessed, amemilikiwa. Akishamilikiwa anaanza kutoa tabia kama za mmiliki wake. Kwa hiyo alikuwa ananena, lakini pepo ilipomtamalaki inampa yeye kutonena. Kumbe unaweza kuwa bubu, sio kwa sababu umeumbwa huneni, lakini ni pepo ya bubu imekukaa ndani ikakufanya wewe kuwa wake. Kwa hiyo ikitolewa ule ububu unakutoka, kwa sababu ule ububu haukuwa wako, ulikuwa umefanya kuwa possessed. Kwa hiyo inaanza kutufundisha katika ministry zetu, hata katika hali ya kuhudumia watu. Unaweza kumwambia mtu kupona, kumbe unakosea, ni pepo unastahili kuitoa. Sio ugonjwa upone, naomba ububu upone. Pepo inang'oka, alafu mtu anaongea, kumilikiwa. Sasa pale akatoa pepo, naye alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka yule bubu akanena. Mkutano wakastajabu. Wengine wao wakasema atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakimtaka ishara itokayo mbinguni. Wanamtaka ishara itokayo mbinguni, na ametoka sasa hivi kufanya bubu waongee. Nini ngena wanataka? Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Beelzebuli ni aina ya mungu, pepo, a demon, a certain god, ambaye waliamini na waliheshimu hiyo. Watu walikuwa wanaenda pepo zitolewe kwa Beelzebub. Lakini Yesu alikuwa anawaeleza, hicho mnachokiita kutolewa pepo kwa nguvu za giza hakiwezekani, kwa sababu shetani hawezi kujiinukia yeye mwenyewe. Yaani ule huwa ni uongo. Wakati mtu anapokuja katika maeneo yenu na si injili anahubiri, wala hasemi ameokoka, lakini ni mchawi mkubwa ambaye anakuja maeneo yenu na kusema mimi nakuja kukomesha wachawi, na si mwokovu, si mtumishi wa Mungu, anakuja na uchawi, na watu wanamsifia sana. Hata ni rahisi watu kwenda kwake kuliko kwenda kwa mkutano wa injili, na wanamsifia sana. Yule mtu ndio kiboko, amekomesha wachawi hapa, sio mchezo. Huko sehemu zingine huko nasikia watu walibeba wakiwa uchi, kuaibishana. Mchawi fulani inasemekana anavuliwa nguo kwa nguvu za kipepo, anabeba wakiwa njoni muone. Wale wachawi wote walio hapa watavuliwa nguo, watabeba mgongoni wakiwa uchi. Na visanga hivyo vikaendelea, watu wakamsifia kweli, wakasema huyu mtu ndio tunataka huko, atukomeshe wachawi. Hakuna mchawi anaweza kukomesha wachawi wengine. Ile ni operesheni zao kwa viwango vyao. Ni operesheni wakifanya nini? Za ranks. Ni ubabe. Pepo zinaonyeshana ubabe, ya kwamba mimi ni pepo namba fulani, ya ngazi fulani. Na kwa hiyo mimi mchawi kwa maneno mengine anaeleza ya kwamba mimi nimeenda deep katika covenant zangu, katika miagano yangu nimeenda deep. Kwa hiyo nina uchawi ule wa ndani wa grade ile nzito zaidi. Na ili niweze kupata fedha zaidi, ninaenda mitaani kwa wale wachawi wadogo ambao hawakuenda sana. Mimi nikiwabana na nikiwaibisha wale, nazidi kupata jina. Ndio hapo ndio unajua kwamba shetani hana kizuri, wala yeye mwenyewe hajali, ni mharibifu, hajali aibu. Kwa hivyo anaibisha hata watumishi wake vivyo hivyo, bora tu aendeleze ajenda yake. Kwa hiyo wale watu walikuwa wameelewa kwamba pepo kutolewa inaweza kutolewa kwa mkuu wa mapepo. Lakini Yesu anaeleza pale, anasema hiyo habari mnayosema, there is nothing like that. Wengine wao wakasema, verse 15,
atoa pepo kwa Beelzebubu, mkuu wa mapepo. Inaonekana hili ni jambo ambalo lilikuwa linafanyika. Kunao watu ambao walikuwa wanatolewa pepo, lakini si lazima na jina la Yesu. Hata mkuu wa mapepo tunajua anaweza kutoa. Hasa Yesu akauelezea ufalme, anasema wengine verse 17, naye akajua mawazo yao akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa, huwa unaisha, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Kama ni mkuu wa pepo aje kutoa hizi pepo, huo ufalme unajisumbua wenyewe, unajivuruga wenyewe, na si wa kutumainiwa, si wa kutumainiwa. Kwa sababu ikiwa tunamwishia Mungu ambayo ngazi yake nyingine ya Mungu itashuka ije inyanyase ngazi ya chini, sasa ule ufalme tunaotumikia utakuwa sio ufalme wa sawa. Ila tunashukuru kwamba ufalme wa Mungu una umoja. Ufalme wa Mungu haujiinukii wenyewe kwa wenyewe. Sipokuwa kwa wale wahubiri wengine ambao wanapungukiwa na hekima ya kwamba anafikia mali amejiona ameendelea mpaka anawadharau wahubiri wengine na hata kuwataja kabisa. Kusema kwamba hii anointing mimi nimepewa, wachungaji wengine wadogo wadogo hawajapewa, wengine hawajapewa. Yule mtu amekosa kupungukiwa. Kama ameenda ndani na Mungu akajifunua kwake, anastahili kudumisha heshima, kudumisha unyenyekevu, kwa sababu asisahau ya kwamba yeye ni mwanadamu kama wale wengine. Ile ni neema tu alipewa. Petro na Yohana walipokuwa wanaenda hekaluni kusali, wakakuta yule bwana ambaye amekaa hapo, ilikuwa tangu kuzaliwa kwake, amekaa hapo, amepoza. Na walipomwambia fedha na dhahabu hatuna, kwa jina la Yesu nyanyuka uende, akatembea, akawa sawa. Watu pale wakaanza kuwashangaa Petro na Yohana, na Petro akawaambia, ndugu zangu, mbona mnatuangalia hivi kana kwamba tumemfanya mtu huyu kutembea kwa utauwa wetu wenyewe? Eleweni ya kwamba Kristo Yesu yule mliomsulubisha, kwa jina lake mtu huyu mnamwona alimzima. Wao wakavua wasije wakaheshimiwa, wasije wakatukuka. Akawaambia, hiki kilichotenda kazi hapa, mtu huyu akatembea, si viwango vile tumefika sisi. Mbona mnatazama kana kwamba tumemfanya huyu mtu kutembea kwa utauwa wetu? Kwa hiyo akataka kuwaondoa hapo. Ikiwa mnafikiri ni kwenda mbali, tumeenda mno, ondoeni hiyo. Ikiwa mnafikiri sisi tuna umaalum fulani ndio maana tuna operate hivi, ondoeni hiyo. Hatujamfanya huyu mtu kupona kwa utauwa wetu. Hakuna umaalum fulani tulionao, bali utukufu unabaki kwa lile jina la Yesu ambalo ndilo linafanya kazi. Kwa hiyo unaona amejiondoa pale. Kinyume cha mtu mwingine akasema, mimi usicheze na hizi vitu. Mimi huwa dakika moja huwa ninaondoa. Wengine wanatoa majasho hapo. Mimi hii mara moja, hii kazi ndogo sana kwangu. Ile mtu anakosa, anakuwa amepungukiwa pale. Sasa Yesu akaelezea, huu ufalme mnaozungumzia, mimi ninatoa pepo kwa nguvu za Mungu. Basi ikiwa shetani naye atafitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Akawacorrect kauli ile, akawasahihisha kauli ile ya kwamba siwezi mimi kuwa ni wa shetani na nije kutoa hizi pepo tena. Eleweni ya kwamba mimi ni wa Mungu na mimi sipatani na hizi, ndio maana ninazitoa. Kwa kuwa ninyi mnasema ya kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Verse 20. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Mungu ametokea na pepo zenyewe zimeanza kuogopa. Mtu mwenye nguvu aliyefunga silaha zake, mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuwanyang'anya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutawanya. Pepo mchafu mtokapo mtu hupita mahali pasipo na maji akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitarudi nyumba yangu, nitarudia
nyumba yangu niliyotoka. Hapo afikapo akiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda kuchukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Yesu anaendelea kufafanua umiliki, kwa sababu title ya somo letu la leo ni umiliki, na tu katika Luka 11:20 pale tumesoma. Kwa hiyo mali tulianzia 14 kuhusu bubu iliyommiliki mtu, ikamfanya yeye kuishi anavyotaka. Sitaki huyu aongee. Ushawahi kusikia pepo inahojiwa, inaongea ndani ya mtu, anasema hatutaki huyu azae, hatutaki huyu, sitaki huyu afanye nini? Anaongea akiwa ndani. Amempa utasa yule mtu, amempatia ufilisikaji yeye mwenyewe. Kwa hiyo amemdesign aishi vile anavyotaka. Kumbe katika maisha haya kuna watu wanaishi kwa kuelekezwa, kwa kuwa programmed, sio maisha yake. Bubu huyu tunaambia kwamba alikuwa ni mtu wa kawaida, lakini pepo ya ububu ikamkaa ndani, ikamfanya yeye kuishi akiitwa bubu, sio kwa kuwa alizaliwa, lakini pepo ya ububu imemkaa na ikamfanya yeye kuitwa bubu. Kumbe si bubu. Ilipotolewa akaongea, si bubu tena. Kumbe ububu ule haukuwa wake. Kumbe maisha, unaweza kuwa na maisha ulioamuliwa, sio ya kwako. And when those demons are cast away from you, unarudi katika hali ya kawaida, zile hali huwezi kuziona tena. Sasa ndio pale Yesu anazungumza kwenye mstari wa 21 akiongea juu ya mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu ni yule mwenyewe anayezungumziwa, ni yule ametangulia kukamata hilo eneo, lakini sio la kwake. Alipolikamata akafungia kabisa. Wakati mwingine tunaona demolitions zinafanyika. Mtu ambaye amenyakua ardhi, hajui ni ya wapi ni ya nani, kwa mfano, alafu akajenga kabisa nyumba kubwa, akazingira na akajikita kabisa. Alafu muda unafika, wenye hapo wanamwambia hapo ulipojenga si kwako, hakustahili kuwa hapa, hama au hasara itakuingia. Hata jaribu, nimekaa hapa miaka mingi, nimekaa hapa nini, hata kaburi la nani liko pale, ni sawa, lakini hukuthibitisha umiliki huo. Sasa unakuwa uko hapo, wewe unajidanganya kabisa, unasema nimejenga hivi nikazingira namna, hakuna mtu anaweza kunibomoa hapa, hakuna. Halafu panakuja mtu mwenye nguvu kukuliko, anayekwambia haya, angalia ramani hii, unaona hii ardhi iko asili yake ilistahili kwa hivi, unaona wewe ndio kwenye makosa na tumekuambia utoke, hutoki. Anaishia kilio kwa sababu kuna mwenye nguvu. Wewe unajua umiliki wa hiyo sehemu tu, lakini kuna mmiliki yule anayeelewa sehemu yote kwa ujumla inastahili kupangwa namna gani. Kwa hiyo akija akikwambia hapa ustahili kuwa hapa, uko the wrong place, unakuwa huna cha kufanya. Unakuwa kama huyu mtu ambaye mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake. Alijifunga silaha zake, akajiambia hapa sitolewe na mtu. Alindapo mali yake, vitu vyake visalama, kila mtu ataamini hapo ni kwake, na ataridhika na atatulia, na kwamba ndio hali ya hapo, mwenye hapo ni kwa fulani, mpaka inajulikana kule kwa fulani itazoeleka hivyo, kwa sababu yeye amefanya paitwe hivyo kwa umiliki wake, akawaaminisha watu hivyo. Ndivyo pepo pia, ndio shetani anavyofanya. Akimiliki eneo fulani, analifanya liishi kulingana na programu yake, mpaka watu watazoea hiyo sehemu hukaa hivyo, na hakuna mtu atajali ya kwamba ni uchawi ulifanya vile. Hakuna mtu atajua ya kwamba ni utawala wa giza ulio design hiyo eneo kukaa hivyo. Watu watazoea ya kwamba hapa panakuaga ni ngome ya hawa. Wakati mwingine sisi wa Kristo tunakuwa na matatizo haya ya kusema eneo fulani ni gumu sana, kwa sababu
pale ndio ngome ya uchawi. Mpaka sisi wenyewe ni kama tumepeana, tumekubali kule, kweli kule ni pagumu, hata nahama pale. Nasema nilifungua kanisa pale, lakini limekuwa gumu. Unasikia mchungaji anasema naona neema ya pale kwangu imeisha, mimi naenda kufungua sehemu nyingine. Pale bwana ni pagumu sana. Yeye kwa maneno mengine unaelewa mikono kusema pale uchawi nimesarenda, nimekubali ya kwamba mwenye nguvu wa pale amenishinda na hapigiki. Amekutisha kwa jinsi alivyojifunga silaha zake. Amekutisha kwa jinsi alivyojilinda mali yake. Ukadanganyika kujua hakika ni kwa mwenyewe pale. Sasa akiachwa Ibilisi hudumu hivyo, na ile nchi inaenda kulingana na yeye, inabaki kuwa ngome yake siku zote, kwa sababu hakuna mtu aliyeenda kumpiga. Ila Biblia inasema hivi ya kwamba vitu vyake visalama, lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye akimwendea na kumshinda, akamnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyanyang'anya mateka alizokuwa akizitegemea na kuyanyang'anya mateka yake. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya, amnyang'anya huyo mtu silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kunyang'anya mateka yake. Mtu mwenye nguvu akimwendea, yani huyo kwanza aliyejifunga hapo amejigamba siku zote, ni kwa sababu hakujatokea mtu mwenye nguvu wa kufanya lolote. Lakini akitokea mtu mwenye nguvu kumliko, atamnyang'anya silaha zake zote na kumnyang'anya mateka yake yote. Kwa hiyo hakuna umiliki wa permanent, hasa inapokuwa katika ulimwengu wa roho. Ibilisi asijidanganye kwamba ana sehemu iitwayo yake. Tujue ya kwamba sisi tuliookolewa ndio hao tuliopewa nguvu za kuamua mumiliki hapa halisi ni nani. Je, tunamwelewa yule aliyejenga pale asili yake ni gani? Tunaelewa asili yake ni mnyang'anyaji, asili yake ni mwizi, asili yake ukimwona na kitu huwa ameiba. Tunaelewa, maana tulielezewa. Huyu bwana ukimwona area ameletwa na mambo matatu: aibe, auwe na kuharibu. Kwa hiyo chochote utakachomuona nacho ameiba. Ukimwona ana milki mahali pale amenyang'anya. Ukimwona land mahali fulani amegrab, anastahili kunyang'anywa virudishi. Inajulikana, ni mwizi anayejulikana. Kwa hiyo tusimsifu tunapoona matokeo yake. Tujue kwamba ni mwenye nguvu aliyefungia mali yake, anayepaswa kuendewa na mwenye nguvu kumliko na kupigwa na kunyang'anywa hata mateka yake. Kumbe hata wale alionao hawaitwi watoto wake, wanaitwa nini? Mateka. Kwa hivyo ameteka, yule ni mtekaji nyara. Shetani ni mtekaji nyara. Mtu anayeteka nyara sio cha kwake. Yaani unaona mtu na gari na kuna mtu ndani, si mkewe, si mtoto wake, si ametekwa yule. So ukimsikiza yule pale analalamika, wewe unafikiri ni amani tu, lakini analalamika. Unaona mwanaume ambaye amejikaza kushikilia mtoto, lakini ukilalia mtoto hayuko comfortable. Au unaona mama ambaye anajitahidi kushikilia mtoto, lakini ukimwangalia mtoto yani haunganiki na mama yake. Yaani ukimtazama unaona huyu mtoto lakini yuko salama kweli. Lakini mama amejitahidi kweli kujifanya ni wa kwake. Lakini waangalizi wa makini wanasema huyu mtoto huyu ni mamake kweli? Huyu mtoto analia ni yuko na mamake, mbona haiko comfortable? Kwa sababu anahisi ni kweli huyu anajifanya kuwa mama yangu lakini si mamangu. Kwa hiyo kwa wale ambao wana macho ya haraka wanasema mtoto anasumbua mamake, lakini kuna wale ambao wanaangalia kwa makini na wanaanza kuambiana, lakini hebu kuna kitu nakiona hapa, mnaona? Huyu mtoto mmemwangalia sana, mimi nimemwangalia sana. Huyu mtoto mbona huyu ni mamake kweli? Alafu angalia macho ya mamake, vile anainuanua na huyu mama hayuko vizuri. Kumbe yuko hapa anangojea mwanya utokee, atoroke.
sio wa kwake. So unaona kwamba na sisi tunapokaa hivi tunajua watu hawako comfortable katika maisha walionayo, wanalia kila siku pamoja na kujifanya kwamba all is well, lakini kuna unyanyasaji unaendelea. Inatupasa sisi kuona, unaona ni tajiri lakini hana amani, amehangaishwa, mtu ana kashfa za wizi za nini, mtu ni tajiri kabisa. Nilikuwa tu naangalia bwana mmoja ambaye alikuwa waziri wa zamani, lakini si kama amestaafu, lakini hana kutulia, mara kesi hii, mara mabilioni haya, mara nini, mara hii. Tukaangalia tunasema, sasa unaona hii utajiri wa dunia jamani. Kweli alikuwa CS, kweli alikuwa mtu mkubwa na magari makubwa anaendesha na utajiri mwingi, lakini ana kashfa ya bilioni hizi, ana mamilioni haya, anadaiwa sijui nini, nataka kumfanyia nini, mpaka unajiuliza sasa, mimi ambaye sina kesi yoyote sinakaa heri kuliko huyu? Kwa sababu mimi niko na amani, sidai mamilioni yoyote, sikuibacha, msihangaishi, sijui hata mlango wa koti unakaje. Lakini huyu ni koti saa yote, maloya huyu, wana wakili na mawakili, kazi niyo, mtu hapumziki. Ishara ya kwamba vya shetani havina amani. Yani ndio yule tena ya kwamba aliyelima akapata bidhaa nyingi, mazao mengi, akaona amefaulu. Lakini Mungu alimwambia, wewe unafikiri ndio kutoboa huko, haujatoboa lolote. Wewe ni mpumbavu tu. Unapaswa kutengeneza mambo na mbinguni. Hii dunia unaona umekusanya sana, ikikugeuka hiyo dunia utaikosea maana. Wanakosa amani wao kwa wao. Mtu ni mhalifu, anaiba na pia anaandamwa na wahalifu wengine, matatizo. Ndio maana mhubiri mmoja akasema hata mwizi anapotoka kwenda kuiba anafunga kufuli kwake. Anauliza, mbona unabana kufuli kwako? Naogopa wezi wasiibe kwangu. Na wewe unatoka unafanya nini? Kwenda kuiba. Kumbe hata mwenyewe unaogopa wezi kuingia kwako, na wewe unakuwa mwizi wa kwenda kuingia kwa wenyewe. Huo ndio ufalme wa shetani unavyohangaishana hivyo. Wanahangaishana. Wameteswa na mchawi, anakuja mchawi mwingine mwenye ngazi ya juu, anakuja anambana yule, alafu anachukua utukufu. Yule ndio kiboko. Yule ndio kiboko. Kesho tena yeye pia ameacha madhara pale. Inabidi tena ukimbie. So ni mahangaishano kuendelea. Hivi ndivyo mwanadamu ameingizwa katika umiliki na anateswa kiasi hicho. Ile imetupasa kukumbuka kwamba uhuru kamili unapatikana kwa Kristo Yesu. Uhuru kamili. Ndio maana nasema mwana wa Mungu akikuweka huru, unakuwa huru aje? Kweli. No strings attached. Hakuna kwamba nilikutendea hivi lakini kuna mali nitakushikia. Wewe endelea kufaidi tu, lakini kuna mahali ambapo mtu anaambiwa sasa toa mtoto, ametoa. Sasa anafaidi utajiri anasema kusha, mimi nimefaulu. Kesho anaambiwa ile imeexpire nguvu yake, inabidi utoe mwingine. Ama utoe si mama yako, utoe nani? Sasa unaishi katika utajiri but with strings attached. Niabudu nami nitakupa hivi vyote. Yesu anaambiwa na shetani, unaona hivi vyote vimewekwa chini ya mikono yangu, nitakupa hivi vyote vile vyako leo ukinisujudia. Ninapokusujudia wewe, unanipeleka wapi shetani? Una nini cha kunipa? Haya shetani, nikusujudie leo, unipe utajiri. Utajiri huu unaufaidi huu mwili. Tena kuna wengine ambao wakisujudi vile wanapimiwa hata na muda wa kuishi. Kuna mwingine alikuwa anasimulia alipokuwa devil worshipper na ameingia katika lindi kabisa, ni mwenyewe kabisa pale. Alikuwa anaelezea kwamba pale ukiingia pia maisha yako unapimiwa. This lady was supposed to die at 27 sijui. At 20. Yaani unapimiwa utafika hapa. Ni kuokoka kulikomfanya apite hiyo miaka. So hawadumu miaka yote, wanapimiwa hata na muda wa kuishi. Wanapewa mali na shetani iliyo na expiry date. Ikifika beyond this you have to renew. No permanent gift. Inapimiwa muda. Hii umetoa mwanao. Haya sawa.
utaenda nayo, lakini ikifika muda fulani imeisha nguvu, ni utoe mwingine au uende wewe. Sasa kuna haja kujiingiza kwenye ufalme wa sampulio? Hakuna haja basi, kwa sababu ufalme umefunganishwa, unafaidi, lakini kuna strings attached. Kuna kamba zimekufunganisha na ufalme, huwezi enda mbali. Huwezi paa vile unavyotaka. Kuna mahali lazima ufinywe kidogo. Utapewa utajiri, lakini ruhusu hiki kiende. Utapewa mali, lakini ruhusu uishi kwenye ulemavu fulani. Kuna kiungo chako sehemu fulani tutakaa nacho, hicho umetupa. Yaani kama ni upande wako wa kulia umeupeana, na unabidi ukubali ukae mlemavu hivyo, na unaelewa kabisa hata ukitibiwa wapi, wewe mwenyewe unaelewa ya kwamba hii ni mkataba tuliingia, kwamba hili jicho langu litakuwa linalia siku zote hivyo. Utashangaa kwamba bwana, hili jicho na si uende hospitali. Iko sawa tu, iko sawa, maana ni mkataba uliingia, unaishi nalo hivyo hivyo. Maana unajua likipona tu tayari ile mali inaenda. Kwa hiyo washangaa baadhi, mbona kwani uwezi uende hospitali? Niacheni tu, niacheni. Watoto wanakushangaa baba, mkeo anakushangaa, maana mikataba mingine mtu anaingia bila kusema. Wenye jinyanyukia tu ndani ya nyumba, hali zimekaa vibaya, na umekutana na marafiki kule, wakwambia ndugu yangu, kuna namna ile nyumba yako inakaa kuanguka, nitakupeleka mahali uishi vizuri. Alafu unajua mkeo ni mcha Mungu, ukimgusia hiyo kitu mtakosana, sema huyu aliyoachana naye, nimeshika laini yangu. Mtu anaenda anajikomiti hapo. Na unakuja na maulemavu mingine ya ajabu kwa nyumba, mkeo anakushangaa. Hii vipi, si ukienda itatibiwa? Achana, mimi niko sawa tu, niko sawa. Kumbe umepeana hiyo sehemu, imeenda. Mnang'ang'ana. Mkeo anashangaa, jamani, mbona sisi hatupati mtoto? Mbona sisi tuko hivi? Mbona sisi tuko hivi? Si twende tuangalie. It's okay. Mungu atatupatia kwa wakati wake. Mungu atatupatia. Kumbe mtu amejipeana. Yaani wewe hautawahi pata mtoto kwa sababu uliambiwa peana uwezo wako wa kuzalisha. Uwezo wako wa kuzalisha, peana. Alafu mali utaziona. Sasa mtoto watu innocent umemuoa, umeweka kwako. Yuko sound, yuko sawa, anaweza kuconceive. Na wewe pia, yani anashindwa, shida ni nini? Hata wakati mwingine madam anaenda anaangaliwa na daktari kivyake, anaambiwa madam, uko sawa. Unarudi kwa mumewe, mimi nimeangaliwa, niko sawa sawa, si twende na wewe my husband, la tuangaliwe hata kama uko vizuri. Na hata anaweza kwenda na vipimo vya hospitali vinapima, wanaambiwa pia wewe uko sawa, maana vioni uchawi. Wewe mnarudi pale. Sasa shida iko wapi? Shida iko wapi? Watu wanahangaika pale. Mzee mwenyewe anaelewa kuna mikataba yake. Mama anakazana pale, anakazana, Mungu atatupa tu, Mungu atatupa. Mzee anasoma tu, atakupa. Kumbe alipeana, bidhaa zilienda kitambo, huku tu pale, hamna kitu. Mikataba hiyo. Sasa utajiri. Watu wanatajirika. Inafika season fulani, mzee unakuta unapigika karibu kufa. Yuno nguvu ya inanyonya utajiri uinuke. Mbona usijali. Hafi. Anafinywa tu hivyo, kumbe utajiri ndio unakamuliwa. Ikishakamuliwa vizuri, utajiri kishika anaachiliwa. Niko sawa tena, niko sawa. Mikataba hiyo. Utajiri wa samplio. Ya kubanwa na kuachiliwa. Baki imeingia watu, unasikia watu wameingia kwa praise magonjwa. Hii lugha si nzuri, na lugha zingine watu wabadilishe tunapokuwa tumeokoka. Ulikuwa mgonjwa, kawaida, hii mimi lazima iwe inashikwa na kuachiliwa. Hapana bwana. Lugha zingine sio za kwetu. Yaani umefanya magonjwa kuwa ni kawaida. Hata tukiwa hapa duniani ni kawaida. Hii miili tena unaweka lazima. Hii miili lazima iwe inashikwa na kuachiliwa. Shetani akisikia hivyo asema pale nimepewa idhini. Kujaga tu ufanye mambo yako na kuenda. Shetani, hii hapa nimekuachia na kutarajia. Njoo kamate watoto wangu, baada ya muda waachilie. Bora usipige kambi pale. Naelewa. Sasa akiona watoto wameshikika, jamani ya magonjwa. Ameshika ugonjwa kuingia ni haraka, lakini kutoka si rahisi. Anajifariji hivyo. Kidogo nyingine ameshikwa tena. Ndio hivyo, ndio dunia hii tulionayo. Shetani
amefanya hiyo hali, amefanya ufalme wake uwe kawaida kwetu mpaka tumeuzoea. Tusijue ya kwamba hivi tumezingirwa kwenye fensi yake, ametutawala, anatulisha anachokitaka pale ndani ya fensi yake, wenye ua lake, anatusukuma kule, anatulisha kule, because we are within his compound. Tunafikiri tuko sawa, kumbe yule ni mwenye nguvu, ametufungia kwake, anastahili kupigwa, na sisi huwa pale ni mateka. Watu hawajui kwamba nyinyi pale huwa ni mateka. Aliyewashika sio baba yenu, mnayeishi naye ni mtekaji nyara. Watu hawaelewi, kumbe huyu si mamangu, kumbe huyu si babangu, kumbe siko hapa kwa madhumuni mazuri, kumbe hana lengo zuri na mimi. Unakuwa kama kuku au mbuzi ambaye amenunuliwa. Krismasi imekaribia, nimemnunua huyu jogoo, huyu ni mwezi wa 10, nika nimlishe vizuri tu, ikija kufikia tarehe 25 amefanya nini? Amenenepa, nichinje. Sasa wewe kuku kwa hapo sema, nyumba nzuri bwana, napewa chakula, nakwambia na enjoy nakula vizuri tu, nashangaa yaani kule naishi, kumbe unaandaliwa unenepe, uwe kitoweo. Sasa ndio shetani alivyo, anajifanya kwamba anajua anakupenda. Ndio maana nakwambia nakupa hivi vyote, wala hata kuambia unijue mimi mwenzangu, hukumu yangu ilishaamuliwa, naenda jehanamu na wala sina msamaha. Ama ushaye kusikia shetani siku moja ameenda kutubu? Ni mbaya hiyo, ni mbaya. Yaani akaa siku moja asema naenda jehanamu, naenda magotini mbele za Mungu. Sasa mimi shetani haki niliharibu mambo, na mimi jehanamu siwezani nayo, naomba unisamee hii hukumu yote uliandika. Ilikwisha hiyo. Sasa yeye akiwa ameshaamuliwa hukumu hiyo, tunaambiwa muda wake ni mchache katika Revelation 12:12 ya kwamba ameangushwa duniani akiwa na hasira, akijua wakati wake ni mchache. Anajua kule anakokwenda, anaenda jehanamu, na lengo lake imeshaandikwa ya kwamba jehanamu ni ya shetani na malaika zake. Hiyo ametengewa. Sasa kwa sababu yeye ni mwizi, muuaji, mharibifu, anataka aende na wengi iwezekanavyo. Kwa hiyo sasa anakulua into his doctrine, anakudanganya pasipo kukuambia kwamba kuna mahali ninaenda na ninataka niwe na watu wengine, na sitakuambia, lakini hapa nina matamu, wewe enjoy tu, furahi. Wewe furahi tu nje, hapana pita utakavyo. Lakini kumbe nje hii pana hii yakupiteka vizuri, hakuambii mahali naenda ni upotevuni. Kwa hiyo watu ujisikie haya ndio maisha, lakini ukweli uliopo ni kwamba wamemilikiwa. Tunachojifunza ni kwamba sisi tumepewa mamlaka ya kumwelewa mtu anayeishi na uhuru gushi, anayeishi na uhuru bandia. Mtaifa ambaye anaishi akisema haya ndio maisha, amedanganywa, si maisha yale. Mtaifa ambaye anasema nimelima, nimejiestablish kidunia na sina haja na Mungu, haya ndio maisha, hayo si maisha, sio ukweli. Anapaswa kuambiwa wewe ni mpumbavu, jisajili na Mungu. Hata ukiendelea duniani ubarikiwe ufike wapi? Utajirike ufike wapi? Mbinguni unaingia. Kwa hiyo huo ndio mtazamo ambao tunastahili kuwa nao kama watoto wa Mungu as we live. Tunapoishi katika uso wa dunia hii, inatusaidia sisi kuweza kutulia ndani ya mioyo yetu tunapoona watu wanavyoishi. Ujielewe wewe, hatima yako ni gani? Kuna watu wasio na hatima ya mbinguni na wanakutisha hapa, wanataka ukae kama wao. Elewa destiny yako, elewa hatima yako, ili using'ang'ane kufanana na mtu aliyetumia njia zake zote za ushetani kujinufaisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa naomba nifike hapo ili niruhusu swali au mchango. Kuna kitu labda hujaelewa vizuri, kuna swali unataka kuuliza, kuna contribution, kwa sababu hii tena ni Bible study. Tunaistudy pale. Kuna mtu ana jambo before tufunge sehemu hii?
verse 24. Hiyo verse 24 inayosema pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema verse 24 ndio hiyo. Sasa hapo wakati pepo anatamani okay. Pepo mchafu hupitia mahali pasipo maji akitafuta mahali pa kupumzika. Okay. Ina maana kwamba angepata mahali palipo na maji angepumzika hapo. Sasa akakosa ndo akarudi jangwani huko. Okay. Water bodies zina hali yake ya umiliki wa mapepo na uhifadhi wa majini, yani nguvu za giza. Any water bodies, kwa mfano in lakes and in oceans, ndio unasikia kwamba mtu ameenda baharini siku zote. Wachawi wakitaka kuwa na agenda fulani wanaenda Lake Victoria. These water bodies have secrets za mashetani kuishi ndani. Mashetani wanapenda eneo za maji, na mambo ya majini, ndani ya maji kumetajwa sana na uhusiano wa mapepo. Hata katika Biblia unakumbuka ya kwamba pale yule mtu alipotolewa mapepo, zile pepo zikasema tunaomba turuhusu tuingie kwa sauti kwa wale nguruwe. Alafu hao nguruwe wakafanyaje? Wakakimbilia wapi? Baharini ama mtoni. Tuangalie sehemu. Baada au nguruwe walikimbilia wapi? Okay. Majini, yani ndani ya maji, majini wanapenda, mashetani wanapenda eneo hizo, zinapendwa sana na majini, ni makao. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi inahusishwa na baharini kule, na sio kwamba uogope bahari kusema haya ni majini. Hapana, sehemu yoyote inaweza kutumika na nguvu za giza. Only that baharini ni eneo ambalo linatumika sana mambo mengi. Kuna malkia anaitwa submarine or something, inaitwa marine spirit. Marine, anything to do with marine inahusiana na maji. Sasa marine spirit anatokaga baharini, operation zake ni kule chini ya maji. Unasikia mtu mmoja aliambiwa unataka kutajirika, nifuate, njoo na yai. Akaenda baharini, akaambiwa hayatupa yai. Akatupa, alipotupa tayari bahari ikafunguka katika ulimwengu wa roho na akazama akaenda. So huu ulimwengu wa roho tunaozungumzia si kwamba pale ukitoa maji ya bahari yote utaona kitu pale. Hapana. But in the spirit chini ya bahari kuna shughuli zinaendelea katika ulimwengu wa roho. Ni kama mbingu vile ilivyo. Huwezi kusema kwamba nachukua roketi mimi niende hivyo juu mpaka niende nitokezee kwa mbingu. Hautaiona in the physical. Lakini katika roho ni makao kabisa. Ndivyo ilivyo na kuzimu pia, baharini pale. Unaona kwamba wanataka apate mahali ambapo anaweza tumbukia hapo, lakini akakosa. Alipokosa akasema nitarudi kwa nyumba yangu. So it's either akae ndani ya mwili fulani au akae huko majini au huko ndani ya maji. Hata wanapokaa kule majini, na hizi zote tutakuja kujifundisha tu, si majini pekee, si ndani ya maji peke yake, upepo huko ama ushetani huko, hata angani huko. Biblia inaongea juu ya mkuu wa anga, na huko ardhini kuwa pia iko. Ni pande zote, ni kama vile kuna Navy, Air Force na Army, kote kuko namna hiyo. But shughuli nyingi, kuna huyu malkia wa majini huyu, marine spirit anaoperate sana kutoka pale. So ni kama base zaidi ya pale mara nyingi, ndio maana shughuli nyingi zinafanyika pale. So ndio maana uhusiano wa maji na pepo unatajwa pale. Kwa nini hizi nguruwe zilipopagawa vile hazikupanda milimani? So unapata kuelewa kwamba there is something with the ocean. There is something. Ndio maana wakakimbilia wote, wakaingia kule baharini, wakaingia huko. Zile pepo zinatumia zile gari zinatumia zile nguruwe kama usafiri, waende kwao, waende huko, na nguruwe zilikufa maji, lakini pepo zilirudi tu kwao. Kwa hiyo kuna hiyo hali na igusia tu kidogo, kwa sababu sio somo la leo.
Lakini ili kujibu hilo swali kwa haraka, why water? Why water? And there's a lot we can learn. Tutakuja labda kutengeneza somo maalum ili tulifundishe vizuri, uelewe mambo ya mama pepo na choo, uelewe angani, uelewe kila kitu, ili unapoishi uwe unaelewa vizuri. Na wakati mwingine ndio huwa kivyangu tu naifikiria, that is why, mimi sijui kama wewe unafeel hivyo, that is why water bodies usiku inakuwa na hali fulani ya kutisha. Sijui kama ni wewe au ni mimi tu. Ushawahi usiku kabisa, alafu unavuka mto usiku, kuna hali ya kuna uoga fulani, yani ukiona mtu wakati wa usiku sio kama vile mchana. Au baharini, ufikirie usiku toke baharini uone hivi, yani there's something in the spirit, unasikia lakini mbona hivi? Si kama vile unakuja uketi hapa stadium usiku, unaweza keti, lakini enda mahali ambapo kumesimama maji mengi usiku, giza kabisa, alafu ukae hapo, there's something you feel. So there's tendency ya majini, mashetani kupenda kukaa majini zaidi, and so you feel that presence. Kwa wale ambao wako spiritually sensitive, unahisi lakini mbona kuko hivi? Ni kwa sababu ndani ya roho kuna presence, kuna uwepo fulani ambayo unaanza kufeel once your spiritual antenna is activated. Tuko sawa? Kuna mwingine? Ni sawa sasa, kwa hiyo tunaweza kufungia hapo, tumeridhika Sawa. Basi tufanye matoleo yetu, naomba tuletewe chombo, alafu pia hizi bahasha tufanye utaratibu. Tuletewe chombo, tutoe matoleo yetu ya Bible study kwa jina la Yesu.